Kwenye hii video ninataka nikupeleke eneo ambalo kama hutokuwa makini ukasikiliza haya maneno kutoka kwa wafugaji na wewe hujaanza kufuga au ulifuga kidogo ukakata tamaa, basi utakata kabisa tamaa ya kufuga kuku. Sikiliza, mimi hapa nitakwenda kukuambia uhalisia na ukweli wa mambo jinsi yalivyo, bila ya kukatishwa tamaa na mtu yeyote yule ambaye yeye alikuwa anafuga akashindwa. Basi ukimuuliza ataanza kukuambia bla bla na vitu vingine. Na wewe pia kama hutoingia vizuri kwenye ufugaji wa kuku bila kusikiliza hii video mpaka mwisho, unaweza ukahisi labda umeelemewa na mzigo, kwamba hutoweza tena kufuga. Ufugaji wa kuku sio biashara na utakuja kuwakatisha watu tamaa vile vile. Kwa hiyo nisikilize vizuri kwenye hii video mpaka mwisho ili uweze kuyajua haya mambo. Tukianza kabisa na jambo la kwanza, endapo hujajipanga vizuri, hujafanya maandalizi mazuri kwa ajili ya vifaranga, vifaranga zile wiki za mwanzo zile kuanzia wiki ya pili, wiki ya tatu, huwa wanakufa sana. Endapo hujafanya maandalizi vizuri, basi vifaranga watakufa sana na utahisi vifaranga lazima wafe. Wapo wafugaji ambao huwa wanaandaa maandalizi vizuri na hafi kifaranga hadi mmoja mpaka kuku wanaingia sokoni. Kuna maeneo ambayo inatakiwa uwe makini. Namna ya kuwapokea vifaranga, umewapokeaje vifaranga? Umewaweka sehemu gani? Usafi unazingatia kwa kiwango gani? Na tiba gani ambazo unawapatia vifaranga? Nimeshakutana na wafugaji wengi sana, unakuta labda vifaranga wanapewa dawa za kuku wakubwa kama vile antibiotiki. Sasa hiyo hapo lazima tu italeta madhara kwa vifaranga. Sababu moja kubwa inayopelekea haya mazingira ni kwamba vifaranga huwa na kinga dhaifu. Kwa hiyo wanahitaji umakini sana. Yaani hawahitaji kabisa mazingira yoyote yale ambayo yatawapelekea magonjwa. Endapo wewe utawasogezea mazingira ambayo yatawapelekea magonjwa, utawapa vitu ambavyo sio sahihi, vifaranga watakufa mapema kabisa. Ndio maana sisi kwa kuliona hili, sisi kama KingoFarm tukaanzisha darasa ambalo sisi tukileta vifaranga, wewe ukiwa kwenye ile darasa tutakuelekeza tokea tunavipokea vifaranga, tunavipa kitu gani, wanakueje hawa vifaranga, mpaka tutakusogeza mpaka wiki walau ya 3 pale. Na wewe endapo utaleta vifaranga, basi utakuwa na uwezo wa kutupigia sisi simu ukatuuliza, tukakupa njia sahihi za namna ya kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa. Gharama za kujiunga na hili kundi ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi miwili. Ndani ya miezi miwili sisi tutakuwa tumeleta vifaranga zaidi hata ya mara 4. Kwa hiyo utakuwa umejifunza mara kwa mara. Hii itakwenda kukujengea wewe kuto kupoteza vifaranga kabisa pale ambapo unakuwa unawaleta. Eneo jingine ambalo lilikatisha tamaa wafugaji wengi sana, wakakata kabisa tamaa, ni kwenye eneo la chakula. Kwanza picha inaanza, tambua kwamba chakula ndio huchukua gharama kubwa ya ufugaji wa kuku. Yaani sio kununua vifaranga, issue sio kununua vifaranga, issue ni kuku utaenda kuwalisha chakula gani. Na bei za chakula zimekuwa zikipanda, kila mwaka zimekuwa zikipanda kwa asilimia kubwa sana. Miaka 5-6 iliyopita chakula kilikuwa kinauzwa, kwa mfano Glower zilikuwa zinauzwa 60,000, 64,000 kabisa, tumeshuhudia hivyo. Ila sasa hivi chakula kinauzwa zaidi ya 90,000, zaidi ya 90,000. Unaweza kuona jinsi gharama zilivyoongezeka, na sio kibaya gharama kuongezeka. Basi hata gharama za kuwauza kuku na zenyewe zingekuwa zimeongezeka, kingekuwa ni kitu kizuri zaidi, ila gharama za kuwauza kuku zimebaki zipo vile vile. Kwa hiyo mtu ambaye amejipanga na kuja kwako akakwambia kwamba bwana, sasa hivi uweze ukapata kitu, zamani ndio tulikuwa tunapata faida kwenye kufuga kuku kwa sababu tulikuwa tunauza bei hizi, lakini chakula tulikuwa tunanunua 64,000 tu. Umeona, hata wewe mwenyewe unaweza kuona kabisa kweli hapa siwezi nikafuga. Lakini kumbuka kwamba kuna wafugaji ambao ni sisi, bado tunafuga na bado tunapata faida. Sasa sisi tunafanyaje kwenye vyakula hapa? Umeona, hiyo ya kuhusiana na chakula wala isikukatishe tamaa, kwa sababu kuna mbinu nyingi sana za kupunguza gharama za chakula. Ukiachana na chakula cha kununua dukani, unaweza kununulia chakula cha dukani starter ambacho kweli ni cha gharama, kuku wakawa vizuri ili waweze kupata kinga vizuri. Kama kawaida nilivyowaambia kwamba vifaranga wana kinga ndogo, wanahitaji umakini sana. Wanunulie chakula hicho cha gharama, ila wakishapata kinga vizuri, basi anza kuwachanganyia chakula. Sisi tunavyo vitabu kama vile Safari ya Ufugaji, tunacho kitabu kama vile Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji. Vina kanuni nzuri kabisa za kuwachanganyia kuku chakula. Sisi pia waga tunatumia hapa, kuku ili watage, kuku ili wakue, zipo mle. Lakini pia kuna mbinu nyingine, kwa mfano wa broiler. Broiler
Unaweza pia ukawa unawachanganyia na vitu vingine kama vile kuna moringa, unaweza ukawa unachukua majani ya moringa unaongezea kwenye chakula, unachukua majani ya mpapai unaongezea kwenye chakula, pia wanakuwa wanakula yale majani, wanapata afya, lakini pia huku unapunguza gharama za chakula. Kwa hiyo kuna mbinu ambazo zipo vizuri sana, unaweza ukazitumia kwa ajili ya kukabiliana na hili tatizo la gharama za vyakula. Bwana, eneo jingine ambalo ukikutana na mfugaji anaweza akaenda kukutishia, akakukatisha tamaa vizuri kabisa, ni eneo la magonjwa. Kuku wanaumwa. Utakutana na mfugaji ambaye anakuambia bwana, kuku ni hasara tupu. Unaweza ukafuga wakaumwa wakafa wote, usipate chochote kile. Na akakusimulia story kabisa ya ukweli kwamba mimi nimewahi fuga, walipataga ugonjwa fulani kideli, labda walikufa kuku, sikupata faida, nilipoteza mamilioni ya pesa. Hapo ni rahisi sana kwa wewe kukata tamaa. Ni kweli kabisa, nisiwatanie wala nisiongope uongo. Kuku wanaumwa, na kuku wakianza kuumwa utaiona kila rangi ya mateso. Sasa sisi tunafanyeje ndugu zetu? Kwanza kabisa ni kuwakinga kuku. Muhimu sana kuwakinga kuku. Na kuwakinga kuku sio kuwapa tu dawa, kuanzia kwenye usafi na usalama wa mabanda yako. Kutokuruhusu kila mmoja aingie bandani kwako, lakini pia kutokuruhusu magonjwa yafikie kiurahisi sana kwenye mabanda yako. Pia kutambua dalili za magonjwa mapema kabisa. Kuku wanaweza wakawa wanaumwa, hasa ukiwa mfugaji unaanza, unakuwa hujui kabisa kwamba huyu kuku yupo hivi, atakuwa anaumwa, na unaweza ukatambua kwamba anaumwa. Je, anaumwa ugonjwa gani? Umpe dawa gani? Kumpa tiba sahihi? Hivi ni vitu ambavyo inatakiwa uvitambue mapema kabisa kwamba mimi inatakiwa nijifunze kuyajua magonjwa ya kuku. Kitoka magonjwa ya kuku yapo hivi, nitafanyeje ili niweze kuwatibia? Tunacho kitabu cha tiba za asili. Hiki kitabu ni kwa ajili ya kuwasaidia wafugaji pale ambapo unaona kuku wako wameumwa, basi unaenda mle unasoma dawa, unawatengenezea dawa, wanapona vizuri kabisa. Sisi tumechagua kutumia tiba za asili kwa sababu tunaamini, tunayo imani kubwa sana na hizi tiba zinatibu. Sisi zimetusaidia, kwa nini wewe zisikusaidie? Ukipata hicho kitabu chetu zitakusaidia. Lakini kama wewe hujui kabisa magonjwa ya kuku, yani ndio beginner, yani ndio unaanza, kuna kitabu hiki cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Hichi kitabu kinakupa ratiba kabisa ya namna ya kutumia tiba. Zile tiba unavyotumia ni booster, ni kinga za magonjwa. Kwa hiyo zitakufanya wewe magonjwa yasiingie kizembe bandani kwako, kwa sababu unafuata ratiba sahihi. Itawafanya kama una kuku kwa ajili ya nyama wakue haraka, lakini pia kama una kuku wa mayai watataga vizuri kabisa. Hizo zinakuwa ni kinga, hizo zinakuwa booster, lakini pia hizo zitakuwa ni tiba. Umeona jinsi ambavyo tumerahisisha maisha. Kwa hiyo hili tatizo wewe unapaswa kabisa kutokutishika nalo kama mtu atakuja ili aweze kukutishia. Gharama yake ni shilingi 10,000, tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Bwana, eneo jingine ni kwenye soko. Kwenye soko unaweza ukakosa soko endapo hutojipanga vizuri, ukashindwa mtu wa kumuuzia kuku wako. Lazima utafute soko vizuri kabisa, na utafute soko ambalo lina maslahi. Ufanye tafiti kwenye soko kwamba wewe unafuga kuku, inatakiwa ufuge kwa mtindo gani ili uweze kuwauzia wateja wako. Kuna maeneo ambayo broiler wananunuliwa siku ya 24, siku ya 28, mtu anaingia bandani na wanunua wote wanaisha. Lakini kuna maeneo haya sisi mtu anakuja anachukua kuku 10, anachukua kuku 12, anachukua. Kwa hiyo usipojipanga vizuri lazima utapata hasara, kutokujua kwamba bidhaa gani inatakiwa upeleke sokoni. Kuna maeneo ambayo wanawauza kuku chotara, saso pamoja na Taniblo pamoja na broiler wanawauza, wakifikisha miezi 2 tu wanawauza na wanaenda wanawachinja. Kuna maeneo ambayo wananunua wakifika miezi 6, mpaka wafike miezi 6 ndio wananunua. Just imagine wewe ulijipanga uwauze miezi 2, lakini wanahitaji miezi 4 tena mingine. Lazima tu utakata tamaa kwa sababu ya gharama ambazo zitahitaji pale, na labda pesa yako ulijua kabisa baada ya miezi 2 mimi nitaipata, lakini unaenda kupeleka sokoni wanakuambia hapana, sisi hatununuagi kuku out, sisi tunanunua kuku wa miezi 4. Watakukatisha tamaa. Kwa hiyo muhimu sana, lazima ujue soko lako, unauza kuku wanauzweje na wanauzwa bei gani. Lazima ufanye katafiti fulani hivi hapa. Nenda kwa wafugaji wale wazoefu, watakwambia. Kama watakataa kukwambia, nenda maeneo ambayo wanawauzia kuku, wanachinja kuku labda kwenye mahoteli, kwenye nini, wao wenyewe watakwambia. Wewe nenda pale, usiwaambie nataka nifuge kuku, waambie hivi, mimi ninao kuku wa aina fulani, je mtanunua?
tuone wanataja bei gani. Bwana, nadhani nimegusa maeneo yote ambayo mtu yeyote yule anaweza akakukatisha tamaa, na usitishike na hao watu wanaokatisha tamaa. Leo nimeongea kwa hasira sana, kwa sababu nimeona kuna watu wanakata tamaa kwa sababu tu eti kitu fulani hakipo sawa, kitu fulani hakipo sawa, wakati kuna watu bado wanaendelea na hii biashara, wanafanya biashara vizuri kabisa, na wengine wanakukatisha tamaa. Yeye anafuga, anakuambia wewe huwezi kufuga. Hapana, usikubaliane kabisa na hicho kitu. Kwa hiyo kuku ni kujipanga tu, na ni tabia ya kila siku. Usifuge kuku kama vile unaenda kuwatupa.